Jinsi majaji wa Kenya chini ya Jaji Mkuu Martha Koome wanavyosimama kidete dhidi ya Rais William Ruto. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wangu, mara kadhaa nchini Kenya kumekuwapo na mabishano makali kati ya William Ruto, rais nchini Kenya, na majaji wa Kenya katika mahakama za Kenya. Na majaji wa Kenya mara kadhaa wamekuwa wakisimama kidete dhidi ya Rais William Ruto katika baadhi ya mambo ambayo Rais William Ruto amekuwa akiyafanya nchini humo, ambayo mambo hayo majaji wakiona ya kwamba hayaendani na taratibu za Kenya, basi majaji hao mara nyingi wamekuwa wakisimama kidete dhidi ya rais huyo William Ruto. Tumeshuhudia mara kadhaa nchini Kenya kumekuwako na mvutano mkali kati ya majaji wa Kenya, lakini pia vile vile Rais William Ruto. Na majaji wa Kenya hufanya hivyo kwa sababu ya manufaa ya Wakenya. Mtazamaji wangu, sio mara ya kwanza wewe kusikia jinsi ambavyo William Ruto akiwa anaingizwa katika misimamo mikali ya majaji nchini Kenya katika mambo kadha wa kadha ambayo amekuwa akiyafanya, na majaji wamekuwa wakiona ya kwamba yanaweza kuleta kashkash na kuleta madhara kwa Wakenya na taifa la Kenya kwa ujumla. Mzozo huu ama mivutano hii kati ya majaji wa Kenya dhidi ya Rais William Ruto inaweza kuwa ndio silaha ya DP Rigathi Gachagua kuendelea kubaki madarakani kama naibu rais ama makamu wa rais, ukipenda unaweza kuita hivyo. Mizozo ama migogoro ambayo imekuwa ikitokea mara kadhaa kati ya rais wa Kenya William Ruto pamoja na mahakama za Kenya chini ya Jaji Mkuu Martha Koome, hiki kinaweza kuwa ndicho chanzo ama inaweza kuwa ndio silaha ya kumfanya DP Rigathi Gachagua aendelee kusalia madarakani na arudi katika kuendelea kutekeleza majukumu ya serikali. Itakumbukwa ya kwamba siku kadhaa ama siku chache baada ya wabunge nchini Kenya kupiga kura ya kumuondoa DP Rigathi Gachagua, mahakama kuu nchini Kenya iliweza kuingilia kati mchakato huo na kuweza kusimamisha mchakato wa kumuondoa DP Rigathi Gachagua. Mtazamaji wangu, je, unafikiri ni kwa nini mahakama kuu nchini Kenya iliingilia mchakato wa kumuondoa DP Rigathi Gachagua na kusimamisha mchakato huo kwa kufuata misingi ya kimahakama? Je, ni kwa sababu mahakama kuu nchini Kenya chini ya Jaji Martha Koome haitaki kuona DP Rigathi Gachagua akiondolewa katika nafasi hiyo ya umakamu wa rais nchini humo? Je, mahakama kuu nchini Kenya kuingilia kati sakata la kusimamishwa kwa DP Rigathi Gachagua ni kwa sababu ya ile migongano ambayo imekuwa ikitokea mara kadhaa kati ya mahakama kuu za Kenya na Rais William Ruto? Muda huu tunaarifiwa ya kwamba Rais wa Kenya William Ruto ameingia kwenye mvutano na idara ya mahakama. Ruto anasema mahakama imejawa na majaji mafisadi wanaopindisha haki na kukwamisha miradi ya serikali. Jaji Mkuu Martha Koome ameibuka na kukanusha madai hayo. Nini hatima ya mvutano huu? Haya yanajiri ikiwa ni baada ya sekeseke la kumuondoa naibu rais nchini humo DP Rigathi Gachagua, ambapo mchakato huo ulisimamishwa na mahakama mpaka pale mahakama itakapofanya maamuzi ya kwamba DP Rigathi Gachagua aondolewe katika nafasi yake hiyo au asalie kuwepo katika nafasi yake hiyo. Lakini kwa jinsi ambavyo mambo yanakwenda, kama ambavyo ninakuarifu hapa, kuna uwezekano mkubwa
Kufuatia migogoro hiyo ya Rais William Ruto pamoja na mahakama kumpatia ushindi Rigathi Gachagua na hivyo kumfanya kuendelea kusalia madarakani kama naibu rais nchini Kenya, ama ukipenda makamu wa rais. Jaji mkuu Martha Koome hakuishia hapo tu, alikwenda mbali zaidi baada ya kumjibu Rais William Ruto katika migogoro hii ambayo imeibuka siku za hivi karibuni tena na kutahadharisha taifa kuingia katika mgogoro wa kikatiba. Taarifa za kina zinaeleza Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome ametahadharisha taifa kuingia katika mgogoro wa kikatiba iwapo viongozi wakuu nchini wataendelea kupuuza maagizo yanayotolewa na idara ya mahakama. Jaji Koome ameabainisha hayo na kusema wameandika barua kwa ofisi ya Rais William Ruto kuomba kufanya naye kikao kubaini ni majaji gani wanakwenda kinyume na utendaji wa kazi ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Wakati hayo yakijiri, huku tunapata kuona ama kutaarifiwa ya kwamba wanasheria wa Rais William Ruto wamejiondoa katika kesi ya kuondolewa madarakani kwa naibu rais nchini humo Rigathi Gachagua, wanasheria hao wakisema kuwa rais hawezi kuwa chini ya mchakato wa kiraia. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wangu, unafahamu ya kwamba katika kesi ambayo ilikuwa imefunguliwa mahakamani na DP Rigathi Gachagua akipinga kuondolewa kwake madarakani, basi na mheshimiwa rais nchini humo William Ruto alikuwa amepeleka wanasheria wake kuweza kusimama katika kesi hiyo ya kuondolewa kwa naibu wake Rigathi Gachagua. Lakini kwa sasa tunashuhudia changamoto nzito zikianza kumkumba Rais William Ruto, ikiwemo hii ya wanasheria wake kujiondoa mahakamani katika kesi hiyo, kesi ya Rigathi Gachagua. Hayo ndiyo ambayo yanaendelea kwa sasa nchini Kenya, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wangu. Je, unafikiri Rigathi Gachagua ataweza kurudishwa katika nafasi yake hiyo ya unaibu na mahakama kuu nchini Kenya? Kuhusiana na haya yote ambayo nimekupitisha humo, wewe ni upi mtazamo wako ama ni yapi maoni yako? Hebu share maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Lakini pia niendelee kuwasihi, endeleeni kukaa karibu nasi kwa habari zaidi. Tutaendelea kuhakikisha ya kwamba tunawajuza mapya na yanayoibuka kila baada ya sekunde na kila baada ya saa, kufuatia mambo yanayoendelea katika mataifa ya Afrika Mashariki, lakini pia nje ya mataifa ya Afrika Mashariki.